Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 24. Baada ya siku 5, Anania kuhani mkuu akateremka na baadhi ya wazee pamoja naye na msemi mmoja wa Tertulo. Nao wakamueleza liwali habari za Paulo. Na alipoitwa Tertulo akaanza kumshtaki akisema, kwa kuwa tunapata amani nyingi chini yako, Feliki mtukufu, na kwa maangalizi yako mambo mabaya yanatengenezwa kwa ajili ya taifa hili. Basi tunayapokea kila wakati na kila mahali kwa shukrani yote. Lakini nisikuudhi zaidi na kusihi tusikilize maneno machache kwa fadhili zako. Kwa maana tumemwona mtu huyu mkorofi, mwanzilishi wa fitna katika Wayahudi wote duniani, tena ni kichwa cha madhehebu ya Wanazorayo. Na tena alijaribu kulitia hekalu unajisi. Tukamkamata, tukataka kumhukumu kwa sheria yetu. Lakini Lisia jemadari akafika, akamuondoa mikononi mwetu kwa nguvu. Akawaamuru wale waliomkamata, waliomshtaki waje kwako. Wewe mwenyewe kwa kumuuliza utaweza kupata habari ya mambo yale yote yanayomshtaki sisi. Wayahudi nao wakamshtaki wakisema ya kuwa ndivyo yalivyo. Na liwali alipompungia mkono ili anene, Paulo alijibu, kwa kuwa ninajua ya kwamba wewe umekuwa mwamuzi wa taifa hili kwa muda wa miaka mingi, najitetea mwenyewe kwa moyo wa furaha. Maana waweza kujua ya kuwa hazijapita siku zaidi ya 12 tangu nilipopanda kwenda Yerusalemu ili kuabudu. Watu hawa hawakuniona ndani ya hekalu nikihojiana na mtu au kufanya fujo katika mkutano, wala katika masinagogi, wala ndani ya mji. Wala hawawezi kuyahakikisha mambo haya yanayonishtaki sasa. Ila neno hili naungama kwako ya kwamba kwa njia ile ambayo waiita uzushi, ndivyo ninavyomwabudu Mungu wa baba zetu, nikiamini yote ninayopatana na Torati na yaliyoandikwa katika manabii. Ninatumaini kwa Mungu ambalo hata hao nao wanalitazamia, ya kwamba kutakuwa na ufufuo wa wafu, wenye haki na wasio haki pia. Nami ninajizoeza katika neno hili, mimi na dhamiri isiyo na hatia mbele za Mungu na mbele ya watu siku zote. Baada ya miaka mingi nalifika niwaletee watu wa taifa langu sadaka na matoleo. Wakaniona ndani ya hekalu nikishughulika na mambo haya, hali nimetakaswa, wala sikuwa na mkutano wala ghasia. Lakini walikuwako baadhi ya Wayahudi waliotoka Asia, ambao imewapasa hao kuwapo hapa mbele yako na kunishtaki, kama wana neno lolote juu yangu. Au watu hawa wenyewe waseme, ni kosa gani walioliona kwangu niliposimama mbele ya baraza, isipokuwa kwa ajili ya sauti hii moja. Nilipolia nikisimama katikati yao na kusema, kwa ajili ya ufufuo wa wafu ninahukumiwa mbele yenu hivi leo. Basi Feliki aliwaahirisha kwa sababu alijua habari za njia ile kwa usahihi zaidi. Akasema, Lisia jemadari atakapoteremka nitakata maneno yenu. Akamwamuru yule akida kwamba Paulo alindwe, ila awe na nafasi, wala asimkataze mmojawapo wa rafiki zake kumtumikia. Baada ya siku kadha wa kadha, Feliki akafika pamoja na Drusula mkewe, alikuwa Myahudi. Akatuma kumuita Paulo, akamsikiliza habari za imani iliyo kwa Kristo Yesu. Na Paulo alipokuwa akitoa hoja zake katika habari ya haki na kuwa na kiasi na hukumu itakayokuja, Feliki akafanya hofu akajibu, sasa nenda zako, nami nikipata nafasi nitakuita. Pamoja na hayo alitaraji kwamba atapewa fedha na Paulo. Kwa hiyo alimuita mara nyingi akaongea naye. Na miaka mingi ilipotimia, Feliki akampokea Porko Festo atawale badala yake. Na Feliki akitaka kuwafanyia Wayahudi fadhili, akamwacha Paulo amefungwa. Matendo ya Mitume sura ya 25. Hata Festo alipokwisha kuingia katika uliwali,
Baada ya siku 3 akapanda kwenda Yerusalemu kutoka Kaisaria. Kuhani mkuu na wakuu wa Wayahudi wakampasha habari za Paulo, wakamsihi na kumwomba fadhila juu yake, kwamba atoe amri aletwe Yerusalemu, wapate kumotea na kumuua njiani. Lakini Festo akajibu ya kwamba Paulo analindwa Kaisaria, naye mwenyewe yu tayari kwenda huko karibu. Akasema, wale walio na mamlaka kwenu na watelemke pamoja nami wakamshtaki, ikiwa liko neno baya katika mtu huyu. Alipokwisha kukaa kwao siku 8 au 10 si zaidi, akatelemkia Kaisaria. Hata siku ya pili akaketi katika kiti cha hukumu, akaamuru Paulo aletwe. Alipokuja wale Wayahudi walioshuka kutoka Yerusalemu, wakasimama karibu yake, wakaleta mashtaka mengi mazito juu yake, wasioweza kuyayakinisha. Paulo akasema akijitetea, mimi sikukosa neno juu ya sheria ya Wayahudi, wala juu ya hekalu, wala juu ya Kaisari. Lakini Festo akitaka kujipendekeza kwa Wayahudi, akamjibu Paulo akisema, je, wataka kwenda Yerusalemu ukahukumiwe huko mbele yangu kwa ajili ya mambo hayo? Paulo akasema, mimi ninasimama hapa mbele ya kiti cha hukumu cha Kaisaria, ndipo panipasapo kuhukumiwa. Sikuwakosa Wayahudi neno, kama wewe ujuavyo sana. Basi ikiwa ni mkosa au nimetenda neno la kustahili kufa, sikatai kufa. Bali kama si kweli neno hili wanalonishtaki, hapana awezaye kunitia mkononi mwao. Nataka rufani kwa Kaisari. Basi Festo alipokwisha kusema na watu wa baraza, akajibu, umetaka rufaa kwa Kaisari, basi utakwenda kwa Kaisari. Siku kadha wa kadha zilipokwisha kupita, Agripa mfalme wa Bernike wakafika Kaisaria wakimwamkia Festo. Na walipokuwa wakikaa huko siku nyingi, Festo akamweleza mfalme habari za Paulo akisema, yupo hapa mtu mmoja aliyeachwa na Feliki kifungoni, ambaye nilipokuwa Yerusalemu wakuu wa makuhani na wazee wa Wayahudi wakaniarifu habari zake, wakinitaka hukumu juu yake. Nikawajibu kwamba si desturi ya Warumi kumtoa mtu awaye yote kabla mtu yule aliyeshitakiwa hajaonana na washtaki wake uso kwa uso, na kupewa nafasi ya kujitetea katika mashtaka yake. Basi walipokutanika hapa, sikukawia, bali siku ya pili nikaketi katika kiti cha hukumu, nikaamuru mtu huyo aletwe. Na wale waliomshtaki waliposimama, hawakuleta neno lolote baya kama nilivyodhani, bali walikuwa na maswali mengine juu yake katika dini yao wenyewe, na katika habari ya mtu mmoja Yesu aliyekuwa amekwisha kufa, ambaye Paulo alikaza kusema kwamba yu hai. Nami nikaona shaka jinsi ya kutafuta hakika ya habari hii. Nikamuuliza kama anataka kwenda Yerusalemu hahukumiwe huko katika mambo haya. Lakini Paulo alipodai kuwekwa ahukumiwe na Kaisari, nikaamuru alindwe hata nitakapompeleka kwa Kaisari. Agripa akamwambia Festo, mimi nami nalikuwa nikitaka kumsikia mtu huyu. Akasema, utamsikia kesho. Hata asubuhi Agripa akaja pamoja na Bernike kwa fahari nyingi. Wakaingia mahali pa kusikia maneno pamoja na maakida wakuu na watu wakuu wa mji. Festo akatoa amri, Paulo akaletwa. Festo akasema, Mfalme Agripa na ninyi nyote mliopo hapa pamoja nasi, mnamwona mtu huyu ambaye jamii yote ya Wayahudi
huko Yerusalemu, na hapa pia wamenitaka niwasaidie, wakipiga kelele kwamba haimpasi kuishi zaidi. Lakini mimi naliona kwamba hakutenda neno la kustahili kuuawa, na yeye mwenyewe alipotaka kuhukumiwa na Kaisari, nalikusudia kumpeleka kwake. Nami katika habari yake sina neno la hakika la kumwandikia Bwana. Kwa hiyo nimemleta hapa mbele yenu, hasa mbele yako wewe Mfalme Agripa, ili akiisha kuulizwa nipate neno la kuandika. Kwa maana naona ni neno lisilo maana kumpeleka mfungwa bila kuonyesha mashtaka yake aliyoshtakiwa. Matendo ya Mitume sura ya 26. Agripa akamwambia Paulo, unaruhusa kusema maneno yako. Ndipo Paulo akanyosha mkono wake akajitetea. Najiona nafsi yangu kuwa na heri, Mfalme Agripa, kwa kuwa nitajitetea mbele yako leo katika mambo yale yote niliyoshtakiwa na Wayahudi, hasa kwa sababu wewe unajua sana desturi na maswali yote walionayo Wayahudi. Kwa sababu hiyo nakuomba unisikilize kwa uvumilivu, kwa maana Wayahudi wote wanajua maisha yangu tangu ujana, yaliyokuwa tangu mwanzo katika taifa langu huko Yerusalemu. Wakinijua sana tangu mwanzo, kama wakipenda kushuhudia ya kwamba nalikuwa Farisayo kwa kuifuata madhehebu ya dini yetu isiyo sahihi kabisa. Na sasa ninasimama hapa nihukumiwe kwa ajili ya tumaini la ahadi baba zetu waliopewa na Mungu, ambayo kabila zetu 12 wanatarajia kuifikia, wakimwabudu Mungu kwa bidii mchana na usiku. Nami ninashtakiwa na Wayahudi kwa ajili ya tumaini hilo, Mfalme. Kwa nini limezaniwa kwenu kuwa ni neno lisilosadikika, kwamba Mungu awafufua wafu? Kweli mimi mwenyewe naliona ndani ya nafsi yangu kwamba yanipasa kutenda mambo mengi yaliyopingamana na jina lake Yesu Mnazareti. Nami nikayafanya hayo Yerusalemu. Niliwafunga wengi miongoni mwa watakatifu ndani ya magereza, nikiisha kupewa amri na wakuu wa makuhani. Na walipouawa nalitoa idhini yangu. Na mara nyingi katika masinagogi yote naliwaadhibu, nikawashurutisha kukufuru, nikawaonea hasira kama mwenye wazimu, nikawauzi hata katika miji ya ugenini. Basi katika kazi hiyo nilipokuwa nikienda Dameski, mwenye mamlaka na maagizo ya wakuu wa makuhani, Mfalme, ndipo wakati wa adhuhuri njiani naliona nuru inatoka mbinguni ipitayo mwangaza wa jua, ikanimulikia mimi na wale waliofuatana nami pande zote. Tukaanguka nchi sote. Nikasikia sauti ikisema nami kwa lugha ya Kiebrania, Sauli, Sauli, mbona waniuzi? Ni vigumu kwako kuupiga mateke mchokoo. Nami nikasema, wewe u nani, Bwana? Bwana akaniambia, mimi ni Yesu ambaye wewe unaniuzi. Lakini inuka, usimame kwa miguu yako, maana nimekutokea kwa sababu hii. Nimekuweka wewe uwe mtumishi na shahidi wa mambo haya uliyoyaona, na mambo ambayo katika hayo nitajidhihirisha kwako, nikikuokoa na watu wako na watu wa mataifa ambao na kutuma kwao, wafumbue macho yao na kuwageuza,
waiache giza na kuielekea nuru. Waziache na nguvu za shetani na kumwelekea Mungu. Kisha wapate msamaha wa dhambi zao na ulisi miongoni mwao waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu mimi. Kwa hiyo, Mfalme Agripa, sikuyaasi yale maono ya mbinguni, bali kwanza naliwahubiri wale wa Demaski na Yerusalemu na katika nchi yote ya Uyahudi na watu wa mataifa, kwamba watubu na kumwelekea Mungu, wakiyatenda matendo yanayopatana na kutubu kwao. Kwa sababu ya hayo, Wayahudi wakanikamata ndani ya hekalu, wakajaribu kuniua. Basi kwa kuwa nimeupata msaada utokao kwa Mungu, nimesimama hata leo hivi, nikiwashuhudia wadogo kwa wakubwa, wala sisemi neno ila yale ambayo manabii na Musa waliyasema kwamba yatakuwa, ya kwamba Kristo hana budi kuteswa, na ya kwamba yeye kwanza kwa kufufuliwa katika wafu atatangaza habari za nuru kwa watu wake na kwa watu wa mataifa. Alipokuwa akijitetea hivi, Festo akasema kwa sauti kuu, Paulo, una wazimu. Kusoma kwako kwingi kugeuza akili. Lakini Paulo akasema, sina wazimu, Festo mtukufu, bali nanena maneno ya kweli na ya akili kamili. Kwa maana mfalme anajua habari za mambo haya, nami naweza kusema naye kwa ujasiri, kwa sababu najua sana ya kuwa hapana neno moja kati ya hayo asilolijua, kwa maana jambo hilo halikutendeka pembeni. Mfalme Agripa, je, wawaamini manabii? Najua ya kuwa wawaamini. Agripa akamwambia Paulo, kwa maneno machache wazani kunifanya mimi kuwa Mkristo? Paulo akamjibu, namwomba Mungu kwamba ikiwa kwa machache au ikiwa kwa mengi, si wewe tu, ila na hao wote wanaonisikia leo wawe kama mimi, isipokuwa vifungo hivi. Mfalme na liwali na Bernike na wale walioketi pamoja nao wakasimama. Hata walipoondoka wakasemezana wakisema, mtu huyu hatendi neno linalostahili kifo wala kufungwa. Agripa akamwambia Festo, mtu huyu angeweza kufunguliwa kama asingalitaka rufaa kwa Kaisari. Matendo ya Mitume sura ya 27. Basi ilipoamriwa tuabiri hata Italia, wakamtia Paulo na wafungwa wengine katika mikono ya akida mmoja, jina lake Yurio, wa kikosi cha Augusto. Tukapanda katika merikebu ya Adrimitio iliyokuwa tayari kusafiri mpaka miji ya pwani za Asia. Tukatweka Aristarko Mkedonia wa Thesalonike akiwa pamoja nasi. Siku ya pili tukawasili Sidoni. Yurio akamfadhili sana Paulo, akampa ruhusa kwenda kwa rafiki zake apate kutunzwa. Kutoka huko tukasafiri chini ya Kipro ili kukinga upepo, kwa maana pepo zilikuwa za mbisho. Tulipopita bahari ya upande wa Kilikia na Pamfilia, tukafika Mira, mji wa Rikia. Na huko yule akida akakuta merikebu ya Iskandria tayari kusafiri kwenda Italia. Akatupandisha humo. Tukasafiri polepole kwa muda wa siku nyingi, tukafika mpaka Nido kwa shida.
na kwa sababu upepo ulikuwa ukituzuia, tukapita chini ya Krete, tukaikabiri Salmoni. Tukaipita kwa shida, pwani kwa pwani. Tukafika mahali paitwapo bandari nzuri. Karibu na hapo pana mji uitwao Rasea. Na wakati mwingi ulipokwisha kupita, na safari ikiwa ni hatari sasa, kwa sababu siku za kufunga zilikuwa zimekwisha kupita, Paulo akawaonya, akawaambia, wanaume, naona kwamba safari hii itakuwa na madhara na hasa nyingi, si ya shehena na merikebu tu, ila na ya maisha yetu pia. Lakini yule akida akawasikiliza nahodha na mwenye merikebu zaidi ya yale aliyosema Paulo. Na kwa sababu bandari ile ilikuwa haifai kukaa wakati wa baridi, wengi wao wakatoa shauri la kutoka huko ili wapate kufika Foinike kama ikiwezekana, na kukaa huko wakati wa baridi. Nayo ni bandari ya Krete inayoelekea kaskazini mashariki na kusini mashariki. Na upepo wa kusi ulipoanza kuvuma kidogo, wakidhani ya kuwa wamepata walio azimu kupata, wakang'oa nanga, wakasafiri karibu na Krete, pwani kwa pwani. Baada ya muda mchache ukavuma upepo wa nguvu wa namna ya tufani uitwao Eurakiro. Merikebu iliposhikwa na kutoweza kushindana na upepo, tukaiacha, tukachukuliwa. Na tukipita upesi karibu na kisiwa kidogo kiitwacho Kauda, tukadiriki kuikweza mashua, lakini kwa shida. Walipokwisha kuikweza, wakatumia misaada, wakaikaza merikebu kwa kupitisha kamba chini yake, nao wakiogopa wasije wakakwama katika fungu liitwalo Siriti. Wakatua matanga, wakachukuliwa vivi hivi. Na kwa maana tulikuwa tukipigwa sana na ile tufani, siku ya pili yake wakaanza kuitupa shehena baharini. Siku ya tatu wakatupa vyombo vya merikebu kwa mikono yao wenyewe. Jua wala nyota hazikuonekana kwa muda wa siku nyingi, na tufani kuu ikatushika, basi tukakata tamaa ya kuokoka. Na walipokuwa wamekaa wakati mwingi bila kula chakula, Paulo akasimama katikati yao akasema, wanaume, iliwapasa kunisikiliza mimi na kutong'oa nanga huko Krete na kupata madhara haya na hasara hii. Sasa nawapeni shauri, iweni na moyo mkuu, kwa maana hapa hata nafsi moja miongoni mwetu atakayepotea ila merikebu tu. Kwa maana usiku huu wa leo malaika wa Mungu, yule ambaye mimi ni wake, naye ndiye nimwabudue, alisimama karibu nami akaniambia, usiogope Paulo, huna budi kusimama mbele ya Kaisari. Tena tazama, Mungu amekupa watu wote wanaosafiri pamoja nawe. Basi, wanaume, changamkeni, kwa sababu namwamini Mungu ya kwamba yatakuwa vile vile kama nilivyoambiwa. Lakini hatuna budi kupelewa katika kisiwa kimoja. Hata usiku wa 14 ulipofika, tulikuwa tukichukuliwa huko na huko katika bahari ya Adria. Kama usiku wa 8, baharia wakadhani ya kuwa wanaikaribia nchi kavu. Wakatupa brida, wakapata pima 20. Wakaendelea kidogo, wakatupa bidri tena, wakapata pima 15. Wakachelea tusije tukapwelewa mahali penye miamba,
wakatupa nanga 4 za tezi, wakaomba kuche. Na baharia walipotaka kukimbia na kuiacha merikebu, wakiishusha mashua baharini kana kwamba wanataka kutupa nanga za omo. Paulo akawaambia akida na askari, hawa wasipokaa ndani ya merikebu hamtaweza kuokoka. Basi askari wakazikata kamba za mashua wakaiacha ianguke. Na ulipokuwa kukipambazuka, Paulo akawasihi wote wale chakula akisema, leo ni siku ya 14 kungoja na kufunga hamkula kitu chochote. Basi na wasihi mle chakula, maana itakuwa kwa wokovu wenu, kwa maana hapana hata unywele wa kichwa cha mmoja wenu utakaopotea. Alipokwisha kusema hayo, akatwaa mkate, akamshukuru Mungu mbele yao wote, akaumega, akaanza kula. Ndipo wakachangamka wote, wakala chakula wenyewe. Na sisi tuliokuwa ndani ya merikebu tulipata watu 276. Walipokwisha kushiba, wakaipunguza shehena ya merikebu, wakaitupa ngano baharini. Kulipokucha, hawakuitambua ile nchi, ila waliona hori yenye ufuo, wakashauriana kuiegesha merikebu huko kama ikiwezekana. Wakazitupilia mbali zile nanga na kuziacha baharini, pamoja na kuzilegeza kamba za sukani, wakalitweka tanga dogo ili lishike upepo, wakauendea ule ufuo. Lakini wakafika mahali palipokutana bahari mbili, wakaiegesha merikebu. Omo ikakwama, ikakaa isitikisiwe, bali tezi iliyokuwa imefumuliwa kwa nguvu za mawimbi. Shauri la askari lilikuwa kuwaua wafungwa, mtu asiogelee na kukimbia. Bali akida akitaka kumponya Paulo, akawazuia wasifanye kama walivyokusudia, akawaamuru wale wawezao kuogelea wajitupe kwanza baharini wafike nchi kavu. Nao waliosalia hawa juu ya mbao na hawa juu ya vitu vingine vya merikebu. Na hivyo watu wote wakapata kuifikiria nchi kavu salama. Neno la Bwana. Matendo ya Mitume sura 28. Tulipokwisha kuokoka, ndipo tulipojua ya kuwa kisiwa kile chaitwa Merita. Wenyeji wakatufanyia fadhili zisizokuwa za kawaida, kwa maana waliwasha moto wakatukaribisha sote, kwa sababu ya mvua iliyonyesha na kwa sababu ya baridi. Paulo alipokuwa amekusanya mzigo wa kuni na kuuweka motoni, nyoka akatoka kwa ajili ya ule moto, akamzongazonga mkononi. Wenyeji walipomuona yule nyoka akilewalewa mkononi, wakaambiana, hakosi mtu huyu ni muuaji, ambaye ijapokuwa ameokoka katika bahari, haki haimwachi kuishi. Lakini yeye akamtukusia motoni asipate madhara. Wao wakadhani ya kuwa atavimba na kuanguka chini kwa kufa ghafla, na wakiisha kumwangalia sana na kuona kwamba halimpati dhara lolote, wakageuka wakasema kwamba yeye ni Mungu. Karibu na mahali pale palikuwa na mashamba ya mkuu wa kisiwa, jina lake Publio. Mtu huyo akatukaribisha kwa moyo wa urafiki, akatufanya wageni wake kwa muda wa siku 3. Ikawa baba yake Publio alikuwa hawezi homa na kuhara damu. Paulo akaingia kwake, akaomba, akaweka mikono yake juu yake na kumpoza. Yalipokwisha kutendeka hayo, wengine waliokuwa na wagonjwa katika kisiwa wakaja wakapozwa. Nao wakatuheshimu kwa heshima nyingi. Basi tulipoabiri wakatupakia vitu vile tulivyokuwa na haja navyo.
Baada ya miezi 3 tukasafiri katika merikebu ya Iskandria iliyokuwa imekaa pale kisiwani wakati wa baridi, na alama yake ni ndugu pacha. Tukafika Sirakusa, tukakaa siku 3. Kutoka huko tukazunguka tukafikia Regio. Baada ya siku 1 upepo wa kusi ukavuma, na siku ya pili tukawasili Puteoli. Huko tukakuta ndugu, wakatusihi tukae nao siku 7, na hivi tukafika Rumi. Na kutoka huko ndugu waliposikia habari zetu wakaja kuturaki mpaka soko la Abio na mikahawa 3. Paulo alipowaona alimshukuru Mungu akachangamka. Tulipoingia Rumi, Paulo alipewa ruhusa kukaa kwake mwenyewe pamoja na askari aliyemlinda. Ikawa baada ya siku 3 akawaita wakuu wa Wayahudi wakutane. Hata walipokutanika akawaambia, ndugu zangu, ningawa sikufanya neno kinyume cha watu wetu wala neno lililopingamana na desturi za baba zetu, naliitwa katika mikono ya Warumi, hali nimefungwa tokea Yerusalemu. Nao walipokwisha kuniuliza walitaka kunifungua, kwa maana hapakuwa na sababu yoyote kwangu kuuawa. Lakini Wayahudi walipotoa hoja juu ya shauri hili, nalishurutishwa katika rufani kwa Kaisari. Si kwamba nalikuwa na neno la kuwashtaki watu wa taifa langu. Basi kwa ajili ya hayo nimewaita mje kunitazama na kusema nami, kwa maana nimefungwa kwa mnyororo huu kwa ajili ya tumaini la Israeli. Wale wakamwambia, sisi hatukupata nyaraka zenye habari zako kutoka Uyahudi, wala hapana ndugu hata mmoja aliyefika hapa na kutupasha habari au kunena neno baya juu yako. Lakini tunataka kusikia kwako uonavyo wewe, kwa maana katika habari za madhehebu hiyo imejulikana kwetu kwamba inanenwa vibaya kila mahali. Wakiisha kuagana naye siku, wakamjia katika nyumba aliyokaa watu wengi sana, akawaeleza kwa taratibu na kushuhudia ufalme wa Mungu, akiwaonya mambo yake Yesu kwa maneno ya sheria ya Musa na ya manabii, tangu asubuhi hata jioni. Wengine waliamini yale yaliyonenwa, wengine hawakuyaamini. Na walipokuwa hawapatani wao kwa wao, wakaenda zao. Paulo alipokwisha kusema neno hili moja, ya kwamba Roho Mtakatifu alinena vyema na baba zetu kwa kinywa cha nabii Isaya, akisema, enenda kwa watu hawa ukawaambie, kusikia mtasikia wala hamtafahamu, na kuona mtaona wala hamtatambua. Kwa maana mioyo ya watu hawa imepumbaa, na masikio yao ni mazito ya kusikia, na macho yao wameyafumba, wasije wakaona kwa macho yao, na kusikia kwa masikio yao, na kufahamu kwa mioyo yao, na kubadili nia zao nikawaponya. Basi julikane kwenu ya kwamba wokovu huu wa Mungu umepelekwa kwa mataifa, nao watasikia. Alipokwisha kusema hayo, Wayahudi wakaenda zao wakiulizana mengi wao kwa wao. Akakaa muda wa miaka 2 mizima katika nyumba yake aliyokuwa ameipanga, akawakaribisha watu wote waliokuwa wakimwendea, akihubiri habari za ufalme wa Mungu na kuyafundisha mambo ya Bwana Yesu Kristo kwa ujasiri mwingi, asikatazwe na mtu. Neno la Bwana.